7. Kwenye kalamu na calculator, peji namba 7, tunazungumzia cost of tunazungumzia awamu ya kwanza ya utekelezaji wa mradi wa tunaita small scale, hii miradi ya wakulima wadogo, si ndio? Mradi huu tulitumia 15 billion 372 688 564. Sawa? Tulifanya mradi wa hekta 13,722. Cost per hectare is how much? Chukua bilioni 15 gawa kwa hekta 13,000. Inakuwa shilingi ngapi? Bilioni 120 milioni 295 042. Tumetumia shilingi ngapi? 15 bilioni. Hapana, umegawa vibaya. Ni milioni 1,120,295. Sawa? Hiyo ndio cost per hectare. Sawa jamani? Haya. Twende mradi uliofuatia. Tumetumia bilioni 20, milioni 149, milioni 500, milioni 149 laki 5 20 na ngapi? 29 na 300. Sawa? What is the cost per unit? Gawa kwa hekta 20,000. 903 laki 9 380. Sawa? Twende mradi unaofuatia. Mradi wa tumechukua mifano ya miradi miwili. Mradi unaofuatia ni wa ambao tumetumia milioni 900. Tunatarajia zinategemewa kuongezeka. Miradi mitatu yenye thamani ya milioni 900 haijakamilika. Yaani hapa awamu ya 3 ya utekelezaji ulihusisha ujenzi na ukarabati wa skimu 16 za SSIDP, ambapo skimu 13 kati ya 16 za awamu ya 3 zimekamilika. Sawa? Hadi kukamilika awamu hii inategemea kugharimu jumla ya shilingi bilioni 6. Sawa jamani? Ambapo ni hekta 1090. Gaweni. Nataka tu kuna kitu nitakacho kidrive siku ya mwisho. Shingapi? Laki 583,949. Okay? Twende mradi unaofuatia. Feed the future. Tumetumia bilioni 21 kwa hekta 2000. Ni shilingi ngapi? Milioni 10 578 kwa hekta moja.
Sawa? Mradi kupitia mfuko wa Food Aid tumetumia bilioni 3,592,000 kwa hekta 8,799. Mnaandika jamani hizi amount Mradi wa ASDP1 scheme 17 za umwagiliaji tumetumia 10 bilioni kwenye hekta 28,000. Cost per unit ni ngapi? Mimi nasoma taarifa mlioandika jamani. Cost per unit ni ngapi? 358,233. Andikeni tu. Tutumie hizo takwimu za awali. Sasa nataka niwaulize, from these takwimu nyinyi mmelearn nini? Nyinyi ndio wataalamu, nyinyi ndio think tank, si ndio jamani, wa irrigation. Mmelearn nini? Nadhani mheshimiwa utofauti wa gharama kutokana na utofauti wa kazi zilizofanyika. Sasa hiyo utofauti wa kazi zilizofanyika justify variation. Yani wewe umesha justify variation. Yani umekuwa conclusive. Sawa? Bahati mbaya katika hili dude, wakati kwa mara ya kwanza mmenipa na wewe tulikuwa wote. Nina mradi huko Kahama-Nyangalanga, Nzega, nakotoka mimi. Yuko wapi mtu wa mkoa wa umwagiliaji wa Tabora? Mradi ule ni viable wa Kahama-Nyangalanga. Umeshautembelea? Umeshautembelea. Kwa sasa sio viable. Na nitauelezea one thing ambayo nataka mimi niwe honesty kwenu watu wa umwagiliaji. From this document, jambo la kwanza ambalo mtu yoyote analolisoma leo hii, ukimwambia TANROADS ninajenga barabara ya lami ya highway, inajulikana gharama ya kilomita 1 ni shilingi ngapi? Mnanielewa? Lakini jamani, ninajenga barabara ya lami ya kilomita 1 ya mitaa ya Nzega mjini, inajulikana gharama yake ni shilingi ngapi? Nyinyi kwa hizi takwimu tu za mwanzo nilizoangalia, mna variation ya mradi wa hekta 1 unaoanzia 300,000 mpaka milioni 10. Mnanielewa? Lakini kwamba kuna yani mna variation ya cost kuanzia mradi wa 300,000 mpaka wa 10 million. There is no standardization. Kwamba unapotengeneza scheme ya umwagiliaji ya aina hii, what should be the range of the costing? Haijulikani.
Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo nataka niwaombe, miradi ya umwagiliaji haina certainty. Haina nini? Certainty. Haina certainty. Nikisema leo najenga umwagiliaji bwawa la Idudumu Nzega, mtaudesign kutokana na hela iliyopo. Na hapa ukiangalia miradi ambayo ni gharama nafuu ni ile miradi ambayo unaiona hela yake labda ni ya ndani au ya nini. Miradi yote ambayo ni foreign funded is very expensive. Hata huu mradi wa feed ni foreign funded. Kwa cha kwanza ambacho mimi nataka niwaombeni watu wa irrigation, ni lazima tujue kwamba tunapojenga skimu ya umwagiliaji ya teknolojia hii ya kiwango, nataka niulize swali. Mimi I'm asking as a layman person. Tunapozungumzia swala la kwenda kufanya feasibility study, si ndio? Mfano, hapa nimeona kuna miradi ambayo tunafanya feasibility study, unakamilika usanifu, si ndio? Tunaita upembuzi nini? Ndio hivyo yeah. Unaenda kufanya feasibility study ya nini Pawaga? Nataka nielimishwe. Hivi unapoenda kufanya feasibility study unaenda kutafuta nini? Kujua huu mradi ni viable au sio viable, si ndio? Kwamba tukiweka hela hapa, je, matokeo yatatokea au hayatokei? Unaendaje kufanya feasibility study eneo ambalo wakulima wanalima, wanapata wastani wa gunia 20, 25, 15, gunia 30 kwa hizo teknolojia duni walizonazo? Why do you want to go and spend? Hivi mfano yuko wapi mtu wa Iringa? Nataka nikuulize wewe sana maswali. Mradi ule wa Pawaga unahitaji shilingi ngapi kwa ajili ya feasibility study? Ilitengwa milioni 100. Ya lini hiyo milioni 100 ilitengwa? Lini? Naomba niwaulizeni mtu wa finance wa wizara wa tume. Naomba niwaulizeni mtu wa budget au whatever wa plan. How much was allocated kwenye mradi wa unaitwa Mkonge, unaitwa nini? Mkombozi. Mkombozi. Ilikuwa ni shilingi ngapi? 160. Billion. Lini hiyo? Tulikuwa tunasalio la Dakawa, fedha za Dakawa. Acha hii ya juzi ya mwaka jana, decision ya mwaka jana. Nazungumzia budget. Mimi nimeiona document toka enzi za Kenja, waziri wa kilimo. Kabisaidia nani? Kwa nini? Semeni ukweli. What was the figure? Kejo. Iko wapi ile report? Later. Do you know the feasibility study is how much? 4 billion shilling. Mimi nimeenda field na ilikuwa budgeted kwa miaka kama 2-3 nyuma. Si ndio jamani? Ipo kwenye rekodi zenu. Na nikauliza swali la kijinga kabisa. Jamani, yani hizi bilioni 4 tunatumia, hatujengi hata mita moja. Hata mita moja ya mtaro. Na this is the reason why tukakubaliana na wale wananchi kwamba tunahitaji kujenga mtaro wenye urefu wa mita ngapi. Wao wakakubali kuchangia gunia ngapi? Moja. Kila mwananchi aliniambia atachangia gunia hizi 2. Tukapiga hesabu, jumla ya wakulima walikuwa zaidi ya 5,000 kwenye lile eneo, ambao wana maeneo yasiyopungua ekari hizi 2. Tukasema tutapata gunia 10,000
ambao tulipigia hesabu pale pale. Tukawa tunazungumzia tutapata 500 million shilling. Kwa hiyo cha kwanza ambacho nataka niwaombeni, kila mradi mnaotaka kuufanya, fikiri kwamba ni mradi wako wewe, yani ni hela yako ya nyumbani kwako, unataka kwenda kutengeneza shamba lako la umwagiliaji. That should be principle number 1. La pili, kuwe na certainty. Kuwe na nini? Certainty on the cost structure. Hivi tunaendaje kufanya feasibility study ya billions and millions of money wakati eneo lile tayari wakulima wanalima? Mfano bonde la Manonga, bonde la mto Manonga, na wangapi wanaolifahamu? Yuko wapi mtu wa Shinyanga? Wewe upo Shinyanga, si ndio? JICA ilikuwa inawapeni ina facilitate mradi wa mto Manonga, si ndio? Shinyanga vijijini na Nzega DC. Au hujui? Mimi nipenda nani pale? Wewe unaufahamu? Nafahamu. Kulikuwa kuna mradi wa JICA. Mnajua, nataka niwaambieni, mimi na wa challenge nyinyi ndio wataalamu. Hivi unapoanza kujenga mradi wa umwagiliaji, cha kwanza ni kutengeneza mtaro au cha kwanza ni catchment ya maji? Chanzo, si ndio? Lakini mradi wa Manonga umespendi hela kutengeneza mitaro wakati bwawa la kuhifadhi maji hakuna. Sijui kama mnaujua. Mimi nimeutembelea na nimeuona. Hapa mna matatizo ya budget. Sawa? Lakini mimi niwaambieni honestly, tatizo la kwanza tulilonalo serikalini ni mindset. Yaani hatutaki kufikiri kwamba responsibility tulizonazo, kwamba hii ninavyofanya maamuzi, what about ningekuwa nafanya maamuzi haya kwa ajili ya familia yangu? Am I going to spend 1 shilling for this? Hii shilingi moja ninayotaka kuitumia hapa, ingekuwa ni mali yangu, ningeitumia hii shilingi moja kwa staili hii? Nimeutolea mfano mradi wa Kahama ya Nhalanga. Ni kwa sababu nimeuona. Mmetumia over 300 million shilling. Mradi is dead. Sio viable. Why? Sijui ndio mambo ya feasibility study. Ikasema bwawa likae chini, mashamba yao juu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo lazima mlifanyie kazi. Jingine ambalo nataka ni wa challenge hapa. Tumesema kwamba irrigation sasa hivi inachangia asilimia ngapi kwenye masuala ya chakula? 24%, si ndio? Okay, sasa hivi tuna jumla, nataka tu tupige mahesabu rahisi wote. Sawa? Tunafanya umwagiliaji jumla ya hekta ngapi? 500,000 na ngapi? 600,000 na 694,710 hekta. Si ndio jamani? Hekta 694,715 ambazo contribution yake kwenye basket ya food production ni asilimia ngapi? 24. Tunataka kuongeza kufika ngapi? 1.2 nini? 1.2 million hectare.
si ndio? 2025 ili tuweze kufikia asilimia 30. Sasa nataka niwaulizeni swali tu, mimi sio mtaalamu wa umwagiliaji. Sawa jamani? Eneo la umwagiliaji mnaliongeza kutoka hekta 694,715, sawa, mpaka 1.2, maana yake mnaliongeza kwa karibia asilimia 100, lakini contribution yake ni 4%. Additional contribution. Au nimekosea hesabu mimi? Nimeona 6%. Yani additional contribution iwe asilimia ngapi? Yani itaongezeka. Yani tunaongeza eneo la umwagiliaji kutoka hekta 694 kufika hekta 1,200,000, lituongezee mchango wa umwagiliaji kwenye uzalishaji wa chakula kutoka asilimia 24 mpaka asilimia 30, maana yake lituongezee asilimia 6. Sasa nataka nijue what was the base. Hii si asilimia 24 ya chakula, si asilimia 24 ya mazao ya chakula tunayozalisha. Tunazalisha tani ngapi ya mazao ya chakula nchini? Tani milioni 10 na ngapi? Tani milioni 16. Si ndio jamani? Si ndio taarifa zinazoandikwaga kila siku tunazalisha mazao ya chakula tani milioni 16. Si ndio jamani? Kwa hiyo katika hizo tani milioni 16, eneo la umwagiliaji ni hekta 694 sasa hivi, ambalo linatupa asilimia 24 ya output hiyo. Output yetu ni tani milioni 16. What is the 24% of that? 4 million. Si ndio jamani? 4 million. Sasa tunataka twende hekta milioni 1.2. Sawa? Sasa tukienda hekta milioni 1.2, uzalishaji wa irrigation utaongezeka kwa asilimia 6 tu, wakati eneo la uzalishaji limedouble. Kwa hiyo tuassume kwamba zitazalishwa tani milioni 4 zingine kwa kuongezeka kwa hekta hizi. Tuassume kila kitu kiko pale pale. Kwa hiyo kuna tani milioni hizi 4. Sasa hii 6%. Ina maana hii additional 4 million itakuwa 6% ya uzalishaji wa wakati huo, ambao ni ngapi? Acheni kuandika takwimu. Moja ya biggest problem tulionayo Wizara ya Kilimo ni takwimu ambazo sio realistic. Mimi nawaambieni ukweli. Na wauliza, assume hii taarifa umempeleka kwa umma. Yaani kwamba wewe eneo lako la uzalishaji wa umwagiliaji unalidabo kwa asilimia 100, lakini lina contribute only 6%. Is that practical jamani? Na waulizeni, nyinyi ndio mmeandika hii report, mmenipa na mimi nisome hapa. Swali jingine nataka niwaulize. Hekta 694. Haya maeneo yote tunayajua kwa mkono na kwa macho. Na wauliza, tuna hekta 694,715 za umwagiliaji. Je, haya maeneo yote nyinyi ndugu zangu wa tume ya umwagiliaji mnayajua yote, na mnayajua kwa macho, na mnajua efficiency yake? Why do you need additional money? Why do you need extra money kufanya kitu kipya kama kile ulichonacho hukijui?
Nauliza. Na mimi hii ni discussion. Sawa wazee? Hii ni nini? Discussion. Mfano kule Kigoma kuna skimu ya Wichi, unaita Wichi. Yenye itakuwa na hekta 3,000, sio? Tumetumia how much kwa ajili ya Kwa ajili ya feasibility? 2.1 billion. Ndio tumetumia kwa ajili ya nini? How much is going to be the cost of construction ya hiyo scheme? So far bado hawajaje na ile final draft, lakini from the initial analysis wanaanza mwanzo wanakuja na class ya kama almost kama 44 billion. 44 kwa ajili ya bwawa pamoja na scheme. Ambalo bwawa litafanya shughuli zipi zingine? Ya bwawa ni tasemi kwa ajili ya kupunguza nani mafuriko basi labda na suluhisho kwa. Sasa hivi watu wanalima pale Kwenye bonde la Wichi ya wanalima msaki mchikichi. Na sisi tunataka tufanye irrigation kwa ajili ya zao gani? Mpunga. Sasa nataka niwaulizeni swali dogo tu hilo kwamba tuna hekta 690 kitu, close to 700,000 hectare. Kwanza tunajua kwamba hizi hekta zote zinazalisha zao gani? Zote tunajua zote ni nini? Sehemu kubwa ni nini? Ni almost mpunga, si ndio? Je, tunazijua zote kwa macho na mikono na kujua efficiency ya kila scheme? The answer, the truth and the bitter truth answer ni kwamba hatuzijui. Ndio ukweli. Si ndio jamani? Hatuzijui, hatuna uhakika nazo, hatujui matatizo yao, hatujui uhai wake, hatujui chochote kuhusu hizi scheme tunazo kwenye makaratasi. Nielewa? Unajua sikujua kama kuna scheme Tabora. Kwa hiyo bahati mbaya nilipokuwa naangalia nikaziona za Tabora, nikaona Tabora. Na baadhi ya maeneo ninayafahamu. Mfano, scheme ya Lusu. Mara ya mwisho umeiona lini? Mwezi wa 9. Ina matatizo gani scheme ya Lusu sasa hivi? Mfereji mkuu wa upande wa kwanza ndio mziki. Na repair yake unadhani tunahitaji shilingi ngapi? Repair ya awali ni milioni 40. Mliopitia ile ya kikandarasi au ya force account? Ya force account. Sasa mimi jamani, this is my thinking kwenye sekta hii na nitawaelezeni. Jingine hivi, nani yule mtu wa mitambo aliyetoka katibu mkuu alimtransfer akamleta, yuko wapi? Ndio wewe. Hizi equipment zote umezitembelea? Nimeambiwa mna mashine na vifaa 56. Hawali bado tuanze kutembelea, ndio sasa tunataka tuanze kutembelea. Toka lini ziko wapi na wapi? Ziko Mbeya, Mwanza, Tabora, na mikoa kama na Morogoro, Kilimanjaro. Zina hali gani kwa taarifa ya awali uliopewa? Almost mashine zote hazipo kwenye hali nzuri, kwa sababu hata hii hatua ya awali ambayo tulikuwa tumefanya tuliweza kukagua mashine chache na tuliweza kuziwasha chache vile vile ili ziweze kurescue kazi ambazo zinaendelea vizuri. So once tutakapokuwa tunatembelea tutajua sasa. Naomba niulize swali. Mashine zetu hizi ambazo mashine zetu hizi ambazo ziko scattered na wapi? Posting us tusema kwamba zote zikusanywe. Zije hapa kwenye center yenu. Center yenu si ni Dodoma? Si ndio? Mzitoe huko maporini ziliko ambako zimestack. Zije ziweze kama kutafutiwa fedha za kurekebishwa, zirekebishwe
tujue out of this 56 equipment ni ngapi nzima ambazo tunaweza kuziwasha na zikafanya kazi na ngapi ni haziwezekani. Yani hiyo decision ya namna hiyo inahitaji approval ya nani? Mheshimiwa ndugu waziri, kuna vitu ambavyo ni lazima tudiscuss pamoja. Vingi ila moja kwanza nianze ile la mashine, kwa sababu mimi ni mmoja kati ya wahandisi ambao kwenye ofisi yetu tuna mitambo. Mitambo hii ipo, lakini haiko kwenye hali ambayo ni ya kuweza kuitumia. Ingawaje changamoto inakuja ili uweze kukarabati mitambo ile ya serikali, kuna TEMESA ni lazima waje, alafu kuna muhakiki mali pia na yeye anakuja, pamoja kwamba ile mitambo ni ya tume. Pia wao wanasema wanayo nafasi ya kuitazama na kutoa ushauri. Subiri hapo kuna mitambo yote umerevive? Yeah. Umeenda TEMESA? Hapana. Sasa kwa mfano sisi tulijaribu kama mkoa, kipindi hicho ilikuwa kanda, kuwaita kwa maelekezo ya mkurugenzi kwamba tuangalie uwezekano. Sikilizeni, tuachane na haya mambo bwana. Mimi these things ndio inaniputo. Kaa brother. Ngoja kwanza. Kaa. Nisikilizeni. Unamuita TEMESA atoke alikotoka, aje achunguli akague. Si unataka kurepair? Si ndio? Aje akague aondoke. Halafu unamtuma mtu anaitwa muhakiki mali aje akague aondoke. Halafu ndio muanze kuandikiana madokezo na nini kutafuta approval ya kurepair. Si ndio? Ndio. Yeah? Wewe una chief executive wako. Unanielewa lakini? Hii ni tume. Sawa? Hii ni nini? Ni tume. Mimi nimeona some of the cost ya TEMESA sio realistic. Ndio ukweli. Sijui tumeelewana jamani? Exactly. Huyu bwana kafufua mashine ngapi? Umefufua ngapi brother? Mpaka sasa hivi kama mashine 4 hivi Ambazo umeshazifufua na zimeanza kufanya kazi. tunafanya kazi. Si ndio? Haya, umeenda TEMESA. Hapana. Si umezifufua hapa hapa? Hapana. Si umenunua vifaa hapa hapa? Ndio. Umefanya nani? Uje uadhibiwe kwa kufanya hilo jambo. Mnanielewa ninachokiongea? Hatuwezi kusubiri kufanya kazi eti mpaka mtu atoke Dodoma aje anikagulie tairi imetapasuka aniambie kweli imepasuka. Wewe wa Tabora, TEMESA Tabora wapo? Wapo. Wanaweza wakakurepair mashine zako? Hawawezi. Waacheni wa repair Malantukuza na VX. Sawa? Sawa. Mmenielewa lakini? Mimi nataka hizi mashine 56 huyu bwana awe facilitated. Mambo yafuatayo. Moja, nataka hizi mashine zote ziwe evaluated. Zote ziwe nini? Evaluated. Na zile ambazo ziko kwenye maeneo ambayo ni hatarishi zote zibebwe ziletwe makao makuu. Mmenielewa lakini? Na zile ambazo ziko kwenye ofisi zenu zilizokuwa za kanda ambazo zinaweza kutengenezewa pale zitengenezwe. Tunaelewana lakini? Leo mnatumia shilingi ngapi kukodi mashine? Mwasibu. Average mnatumia shilingi ngapi kukodi equipment? Kwa kukodisha sisi au kukodisha? Nyinyi si msenge kama kuna kazi mnafanya si mnakodi kwa watu au? Tunatumia zote. Afrika ni moja mwisho. Nauliza hivi, nyinyi hamkodi vifaa? Kwenye vifaa tunanunua kwa taratibu za manunuzi, lakini tunanunua kwa taratibu za manunuzi za kawaida ambazo msumana anaweza kutengeneza. Kwa hiyo tunanunua vifaa. Hujanielewa. Yaani mitambo ya kukodi ni shilingi ngapi bei ya kukodisha mtambo? Kuanzia 750,000 mpaka milioni. Mpaka milioni hii? Kwa siku hii moja. Sasa nataka niulize swali. Mfano wewe leo nakwambia repair
mradi wa umwagiliaji wa Idudumo ulioko kwangu Nzega mfano. Sawa? Hauna equipment, si ndio? Utakodi equipment. Yes. You will pay 1 million shilling wakati kuna equipment imelala Tabora inasubiri TAMESA aje akague, aje afanye nini, muitengeneze, si ndio? Yeah? Kwa hiyo nataka tukubaliane hili kwamba hizi 56 mashine nilizoambiwa mlizonazo. Sawa? First of all nataka zipatikane list ya jina la mashine, aina ya mashine, ilinunuliwa mwaka gani, ina matatizo gani, sawa? Na iko wapi? Na ikishajulikana iko wapi, zile ambazo mtaamua nyinyi wenyewe, na hii sio jambo la kuchukua siku mbili, ambazo ni za kuhamisha kutoka kule ambako mliko, si mna low beds, si ndio? Mzihamishe za kuleta Dodoma, zije zitengenezwe. Sawa? Kwa sababu mtaalamu mnaye huyu bwana, si ndio bwana? Mnanielewa? Lakini you will pay money to transport, there will be a cost ya kutransport, lakini ina thamani kwa sababu mna revive equipment zenu. Ili tujue hizi equipment 56 ni zipi ambazo zinafanya kazi 100%, zipi ni write off, haziwezi kufanya kazi. Sawa? Tujijue kwamba tuna equipment ngapi ambazo ziko kazi, zinaweza kufanya kazi. Na hili jambo nadhani halitochukua wiki moja kuwa na hii comprehensive report. Sawa bwana? Huyu bwana atafutiwe gari azunguke. Kwani ziko wapi na wapi? Mikoa gani? Mbeya, Tabora, Kilimanjaro, Iringa, Mwanza, Morogoro, Singida. Nyinyi mainjinia wa hii mikoa, si mnajua matatizo ya hivi vifaa? Tumeshaandika hizo ripoti na tumesha submit, yani block imenunuliwa lini, aina gani, ina shida gani, na kila kitu tumesha submit. Na tujue cost ya kuirepair his house. Yes, tumeshafanya. Sawa? Kwa hiyo naomba hiyo brother ukae nao, mwe na hiyo comprehensive report, sawa? Ambazo mnadhani kwamba ziletwe Dodoma, ziletwe Dodoma. Sawa? Mtatuambia hizi na hizi zitakuja Dodoma kwa ajili ya repair. And I need this thing to be repaired. Sawa? Bottom line, mimi nataka ziwe repaired. Na nataka ziwe repaired commercially. Ziwe repaired nini? Commercially. Kwamba spare ya $1,000,000 iwe ni ya $1,000,000. Problem ya kutumia hizi government agency sometime, gharama ya kitu inakuwa mara mbili. Mnanielewa? Lakini na TAMESA si wako hapa. Kwa hiyo zitakazokuwa hapa mwalete kama wana uwezo, wana technical know-how. Lakini sisi tuna technical know-how, tunao watu wetu wa mechanization, jamani, si ndio kazi yao? Kwa mimi nataka hizi mashine ziwe repair. Nyingine ambalo nalitaka in a serious note, haya mambo ya kuambiana tuna eneo la hekta 690 kitu, hizi zote nataka niwapeni tukubaliane kabla ya kwenda kwenye budget ya mwaka huu. Nataka haya maeneo yote ya irrigation scheme, sawa, yatambulike, yawe visited, tujue ubora wake, efficiency yake na mapungufu yake. Lazima mfanye inventory. Sawa? Nyingine ambalo nataka msiniandikie siku nyingine ripoti ya hivi ya kuniambia kwamba mna double alafu production contribution ni 4% 6%. It's not practical. Ni aibu. Mmenielewa? Lakini kingine ambacho mimi nitafanya, na hii lazima mjue, nitafanya kuangalia value for money ya hii miradi ambayo imefanyika. We'll form a team, tutamshauri waziri, tutatengeneza small team kwa ajili ya kupitia all these projects za irrigation tuweze kuona value for money. Mmenielewa? Lakini jingine ambalo nataka mkakae mniletee katika to do list zetu za mwanzo, ni namna gani tutaihusisha private sector
kwenye kudevelop miradi ya umwagiliaji. Labda niwaulizeni, mfano ule mradi wa kule hekta 60,000 wa Nyerere, lile eneo liko chini ya nani ambako tunataka kudevelop hizo hekta 60,000? Labda mnisaidie. Mnawajua. Sasa kwa nini mmesema hekta 60,000? Ile iko kwenye feasibility ya bwawa kwa eneo la downstream ni hekta 60,000. Na mnawajua hao wanao own na nini ni kina nani? Kuna eneo ambalo liko chini ya Rubada mtoto. Lilikuwepo, sijui kama liko bado. Lipo wewe wa Pwani. Kuna eneo la Rubada. Lipo ni ekari 250. Ambayo sasa hivi ndio ilikuwa juzi tarehe 21 kabla ya Christmas. Tulikwenda pale tuliagizwa na katibu mkuu wa kilimo. Kuna sio ni kama SACCOS. Inaitwa Sugeko. Hawa jamaa wao wanatoka SUA. Wao wanachokifanya wao pale wanaendesha mafunzo kwa vijana ambao wana mfumo maalum na ambao wana mfumo maalum wengine. Wao wanafundisha pale ufugaji wa kuku, ufugaji wa nyuki, samaki, greenhouse, ulimaji wa mazao ya mizizi na mboga. Kwa hiyo pale wanafanya kazi. Linafanya kazi ile ekari 200. Kwa mimi eneo ambalo nafanya kazi sio yote 200. Ni ekari 30. Sasa mimi ninachotaka ni washaurini na niwaombe, pamoja na kuwa feasibility study ya Nyerere Dam imeonyesha kwamba downstream ni hekta 60,000. It's very important kumap hiyo hekta 60,000 kama ni kwa ajili ya irrigation iweze kujulikana na iko chini ya ownership ya watu gani. Sawa? Na iwe protected. Kesho utakuta sisi wafuga ng'ombe tumeshahamishia ng'ombe mule. Mnanielewa lakini Jingine ambalo nataka niwaombe, Tanzania tuna potential ya kuwa one of the biggest rice producer in Africa. Sasa hivi nani the leading rice producer? Kwa nchi za Afrika. Leading ni Nigeria, it is said. Misri. Sawa. Sasa Tanzania sisi tuna potential. Tuna potential if only tume yetu ya umwagiliaji mtabadili mindset na kufikiri kibiashara. Mnafikirije kibiashara? Kwanza kuhakikisha kwamba miradi yetu ya umwagiliaji inakuwa na gharama nafuu na ni affordable. Pili, lazima tujenge culture ya public private partnership. Mimi nilivyoenda Pawaga, wale wananchi walikuwa tayari kuchangia nini? Sio hela. Mkulima akivuna gunia zake 25 za mpunga, ukimwambia nipe laki,
au nipe gunia moja au mbili, atatoa gunia mbili kuliko kukupa shilingi ngapi? Samahani Mheshimiwa Naibu Waziri, yaani hapo kuna sehemu lazima tuseme tupate msaada. Of course mimi nina uzoefu sana kwenye eneo hilo. Nakumbuka ile klipu iliyorushwa wakati ukiwa kule, sisi tulikuwa kwenye kampeni hiyo ya kujaribu kumshawishi mkulima kwamba kutoa fedha hivi mara nyingi huwa ni ngumu sawa, lakini kutoa zao huwa ni rahisi. Lakini kuna vitu ambavyo tusipoweza kuviangalia kwa sasa tukavijengea base, political influence. Wanasiasa wakati mwingine wanatumia political influence yao katika mazingira ambayo wanasahau utaalamu. Kwa mfano, mtaalamu ukienda ukazungumza na mkulima vizuri kabisa, anakuja politicians anamwambia hiyo sio kazi yako kwa sasa, wewe unalipa kodi, hiyo hela nani ataisimamia, kwa utaratibu upi? Lakini sisi tumewajengea uwezo wale wakulima kuwa na vyama ambavyo vinakaguliwa na wataalamu na chini ya zile halmashauri. Hiyo ni tatizo namba moja. Tatizo namba mbili, katika skimu nyingi, kwa mfano experience ya Kilimanjaro unatolea kwangu kule, owners of the land wengi sio wakulima. Yaani yeye kwenye ile skimu tunaenda kudevelop sisi, serikali inaweka fedha. Inapoweka fedha, kwa sababu yule owner of the land yeye sio mkulima, anachokifanya anakodisha. Sheria ya umwagiliaji inataka sisi tukutane na wenye mashamba, kuzungumza nao, kuangalia namna ya kuiboresha na wao kufanya lile rejesho, angalau na wao wachangie. Lakini wenye mashamba hawaji, wanakuja ni wale waliokodishwa ambao ndio daily tunakutana nao shambani. Wao wanakuwa wako willing. Lakini unaporudi kwenye sheria, wakati mwingine sheria hiyo inamtaka anayetakiwa kufanya maamuzi ni yule owner of the land, kwa sababu sifa ya yeye yule anayelima inakuwa haipo, kwa sababu leo yuko John, yuko willing, kesho yuko Ali, anakuja mwaka unaofuata tunaanza tena upya. Mimi nilikuwa nafikiri katika hilo, Mheshimiwa Waziri, ndio maana kama unaweza ukapata pia nafasi, ukiacha viongozi wangu pia watakuja watume, tukatengeneza utaratibu labda katika kila mkoa, viongozi wakubwa kama nyinyi mkafika, tukaanzisha hicho kitu, kwa sababu wao wanataka kusikia kauli wakati mwingine ya viongozi wa juu. Yaani sisi tunapokana kama mtaalamu, kwa sababu mimi nilianzisha moja Harambee skimu ya Mawala. Niliwauliza swali moja, nyinyi mnatumia combine harvester kwa ajili ya kuvuna, mnalipa 120,000 kwa eka. Mkulima mmoja wa pale anapata zaidi ya gunia 25 kwa ekari. Nikawauliza kitu kimoja, hivi tukiamua kununua combine harvester zetu, tukatoa gunia moja moja, kila mmoja akatoa, kila msimu tunaweza kununua combine harvester moja. Mimi nilianzisha ile Harambee, nikatoa 100,000 yangu kwamba kuanzishia Harambee. Tukapata watu, siku ya kwanza tulipata karibuni 800,000, lakini baadaye ikaingia political influence kwamba hicho kinachokuja kufanyika ni kwa sababu ya uchaguzi, kwa sababu watu washinde kura. Sasa unapokwenda wewe katika mazingira hayo inakuwa ni ngumu. Sasa mimi nilikuwa nafikiri katika hili, ili tuweze kwenda pamoja na wakulima, yale mashamba ni mali yao, serikali inaweka fedha, kwa hiyo lazima kuwe na mechanism nzuri. Ukimleta private sector yoyote aje aingie, labda ukiacha wakulima wenyewe, labda mwekezaji mwingine labda aje awasaidie, tunahamisha mjadala kwamba anayeletwa atakuja kununua mashamba yenu. Mfano rahisi, mimi nilikuwa scheme ya Mangola Irrigation Scheme ambayo ina scheme 8 kipindi hicho cha nyuma. Walijitolea watu wale Mangola, halmashauri inakusanya milioni 800 karibuni na 20 kwa takwimu za nyuma kwa kwenye ile scheme kwa mwaka. Lakini halmashauri hairudishi hata shilingi 5. Hata shilingi 5 hairudi. Matokeo yake wataalamu mnapokwenda, wale wakulima wao wanapotoa zile fedha zao kwa ajili ya uendeshaji, labda inahitaji ukarabati milioni 100, wao wamechanga milioni 30. Lakini kiuhalisia walitakiwa wachange milioni 900 kwa zile contribution zao. Unapovipa nguvu vile vyama kwa ajili ya kuwabana wale walipe, inaingia political influence kwamba huna mamlaka hayo, wao watachanga kwa hiari yao. Sasa maelekezo uliotupa Mheshimiwa Naibu Waziri ni mazuri kabisa. Sisi tuna dream hiyo kama wataalamu, tuna dream siku moja tukae hapa tuzungumze mafanikio tu, sio kila siku tunazungumza changamoto ambazo zinaikabili tume. Ili tutoke hapo, kunahitaji tamko la kuvielekeza vyama vyote, kwa sababu sasa hivi tuna mfuko
wa umwagiliaji kwamba serikali kwa kutumia sheria namba fulani tume inayo mamlaka ya kuweza kukusanya hela zile, zitarudi kwao. Sisi tunafanya hata hivyo vipindi, tunazungumza nao, tunakaa nao. Pia nategemea na jiografia hizo skimu. Sisi tumefanya juzi scoping study, tumewezeshwa na tume makao makuu, scoping study ya kuzungukia skimu 23 kwa sababu kuna mradi wa unao huko Wizara ya Maji, lakini walikuwa wanataka kutupatia fedha dola milioni 58. Kwa assignment namba 1 ilikuwa tutembelee physically hizo skimu kwa ajili ya kuchukua coordinates, kuangalia matatizo walio nayo, kukaa na vikao na wakulima. Tumefanya, tumemaliza. Tuli expect tutafanya kwa mwezi mmoja, lakini tumefanya zaidi ya miezi miwili. Changamoto tuliyokutana nayo ni moja. Takwimu, baadhi ya takwimu tulizokuwa tunazo zimedouble. Yaani sisi tunasema skimu ina hekta 200, lakini ukienda kwenye uhalisia ina 400. Alafu sehemu nyingine ni kwamba wakulima unapowaita, kwa sababu unapoenda kufanya vile vikao ni lazima uzungumze nao, kwa sababu wao ndio wenye hitaji. Wanaweza kukwambia kwamba usijenge intake kwa sasa kwa sababu tunaweza kufikisha maji shambani, lakini sasa hivi tunahitaji barabara. Ni lazima unawaita kwenye vikao, lakini kutokana na nature ya maisha yetu tunayoyajua, wanakuja wakulima 30 au 40, na skimu ili mawazo yao yachukuliwe kwa wakati mmoja yanahitaji maamuzi ya watu 800. Sasa hii mechanism hii inakuwa ni ngumu kama tusipokuwa tunawashirikisha wale halmashauri ambao wao ndio wenye hizo skimu. Ili jambo lililokuwepo kwamba sisi tume tunajenga, tukishajenga skimu sio mali yetu, ni mali ya halmashauri. Naomba tusikilizane. La kwanza tunalokubaliana katika kikao hiki, moja, lazima tufanye analysis na evaluation ya kujua cost structure ya miradi ya umwagiliaji. That's number 1. Na kama wanavyofanya TANROADS, kama wanavyofanya wenzetu wengine, leo hii ukitaka kujenga gorofa, si inajulikana square mita moja ni shilingi ngapi? Why sisi kujua gharama ya ujenzi wa mradi wa umwagiliaji ambao una meet basic requirements? Kwa sababu umwagiliaji ukishajua kama ile ardhi inafaa kwa kilimo, na hii swala la kujua soil profiling, jamani, sio uganga wa kienyeji. Shida iliyoko Wizara ya Kilimo, kuna matatizo makubwa sana ya relationship ya vertical and horizontal. Mtu wa tume yeye atakaa tume, mtu wa TARI atakaa TARI, mtu wa ASA atakaa ASA, yani there is no relationship both vertical and horizontal. Haipo. Mmenielewa? Lakini hamtake advantage of synergy. Yani leo wewe mtu wa tume wa umwagiliaji huko kwenye halmashauri ya Nzega, kwa nini ugombane na afisa umwagiliaji wa halmashauri? Why? Mmenielewa? Lakini this is a very big problem tulionayo serikalini. Kwa hiyo hii nitawaambieni tunafanya nini. Sawa? Kwa hiyo cha kwanza ninachokitaka mimi, mniletee mapping, sawa, ya cost structure ya ekari moja kwenye umwagiliaji. Tukitumia teknolojia hii, these are the cost. Tukitumia teknolojia hii, these are the cost. Sijui umenielewa? That's number 1. Number 2, Naomba tuandike. sawa. Number 2 ambacho nakitaka kutoka kwenu, haya mambo ya upembuzi yakinifu lazima tu rethink. Hivi upembuzi yakinifu wanafanya watu kutoka sayari ya Mars? Hamna watu ndani yenu wanaoweza kufanya hizo kazi za upembuzi yakinifu? Kama mtahitaji economist, utamwambia, kama hayumo ndani ya tume mtamchukua kutoka Wizara ya Kilimo, kutoka sehemu fulani. Si gharama ni per diem tu na nights, na kazi ambayo ingefanywa tukatangaze tenda, tukafanye nini, wastage of time. Sisi tunataka kufanya upembuzi yakinifu ya mradi wa Pawaga, mfano napenda kuutolea mfano huu mradi wa Pawaga, tunataka kufanya upembuzi yakinifu. What do we need? The first resource tunayotaka ni watu wa kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo mnatakiwa mjiulize swali, hao watu tunao ndani,
kama ninaye meneja wangu wa umwagiliaji wa mkoa wa Kilimanjaro ni mtaalamu wa kufanya hii kazi, sinamuita tu. Why should we wait mpaka tuweke kwenye bajeti tusubiri hela zije? Kwa hiyo tukishaweka kwenye bajeti tunasubiri hela inakuja. Yaani unaamka asubuhi, unatoka saa 9 ofisini, ile ulioiwekea bajeti toka enzi za Keenja, hela yake haijatoka mpaka leo upo. Kwa hiyo haya mambo ya kufanya feasibility study na nini, kama mnaona kuna umuhimu wa kufanya feasibility study kwenye eneo, sawa guys, tutumie resource za ndani. Mnaweza, let's try, halafu tukafeli. Leo mna miradi mingapi ambayo mnatarajia kufanya feasibility study? 6. Mnatumia how much kufanya feasibility study hiyo miradi 6? Let me ask simple question. Mradi, hebu nitajie mmoja. Kwa mfano mradi wa Luiche. Luiche yenyewe ilikuwa inahitaji almost kwa sasa tumeshalipa kama 1.6. Luiche itatugharimu how much feasibility study? 2.1 billion. Sawa? Na tumeshafanya hii kazi ya feasibility study kwa miaka mingapi? Nasema kwa 3 years. Sawa? Mimi nataka niulize tu swali. Mfano ningetafuta wataalamu kutoka ndani wa kufanya hii kazi, wangekosekana? Kaa tu brother, mimi naongea friendly. Yaani tunataka tufanye feasibility study ya Luiche. Sawa? Imetuchukua miaka 3 mpaka sasa na kazi yenyewe haijaisha. Si ndio wazee? Na tumeshatumia 1 billion shilling. Sawa? Na hii hatujajenga hata mtaro wa mita 1. Na wananchi wako pale wanalima, si ndio? Hivi mngechukuana wataalamu kutoka Wizara ya Kilimo, walioko tume, walioko wizarani, walioko wapi, wa halmashauri, I believe tusingetumia 2.1 billion shilling kwa ajili ya kufanya hii feasibility study. Na leo tungekuwa tumeshafanya feasibility study, si ndio jamani? Tungekuwa na ripoti, tungekuwa tunakwenda kwenye construction phase. Shida iliyoko, msilalamike hatupewi hela. Mnajua kwa nini hatupewi hela? Because we have failed kuonyesha relevance ya uwepo wetu. Fumbeni macho mjiulize, hivi Wizara ya Kilimo ikiwa haipo nchi, wakulima hawatolima? Na wauliza, si watalima jamani? So ask yourself, kama Wizara ya Kilimo haipo na wakulima watalima, what is the value unayoenda kuadd ili mimi niwepo? Nimemuuliza huyo Walusu, ukienda pale una milioni 10 au una mifuko yako ya simenti, ukawaambia wale wananchi wa Lusu, sombeni mchanga, leteni kokoto, mwenyekiti wa sungusungu, ninaomba mchange kutoka kwenye mfuko wenu wa sungusungu hela, wanatoa. Mmenielewa? Lakini but the problem iliyoko ni how we think. Kwa hiyo ninachotaka ni waombeni, nimesema let us to establish guiding document inayotu guide on the cost structure za miradi yetu. 2, nimesema hizi feasibility study ya miradi 6. Hebu nikuulize swali brother, miradi 6 tutakayofanya feasibility study itatugharimu jumla ya shilingi ngapi average? Kwenye budget tulikuwa tumetengewa milioni 187. Kwenye budget tumetengwa milioni 187. Miradi 6 milioni 187. Sasa mbona wewe umeniambia tunatumia 2 billion na Luiche feasibility study? Kilichopo ni kwamba budget ni ndogo kuliko mahitaji. Na kuuliza hivi, mradi wa Luiche
unahitaji 2 billion for feasibility study. Haya, mradi mwingine ni upi? Mwingine ni banda. Haya, huo unahitaji shilingi ngapi, yani gharama halisi ya feasibility study? Kama kwa mujibu wa mkataba ilikuwa ni 1.2 billion. Si ndio? Lakini 1.2 billion. Mradi mwingine ilikuwa ni Kongogo, ambao wao wenyewe kama tuseme tufanye para kutumia na wataalamu wa ndani, ambao gharama yake ni shilingi ngapi? ilikuwa imetumia milioni kama 30 na ngapi. Sasa hivi jamani, hamjioni nyinyi wenyewe ndio mna matatizo? Yani kaa tu bwana. Yani hamjioni kwamba you are the center of all the problems? Mheshimiwa Naibu Waziri, samahani, unajua mwanzo umezungumza kitu fulani kwamba miradi inayotoka nje mara nyingi inakuwa gharama zake zinaonekana ziko juu. Ni setup ya ile miradi. Kwa mfano World Bank, hii juzi hiyo scoping walikuwa wanataka waweke mtu wao, yani waweke mtu afanye scoping study ambaye angetumia zaidi ya milioni 200. Lakini sisi tukasema tunaweza kufanya wenyewe, wakasema hebu jaribuni, wakanipa kazi ya kufanya miradi 6. Nilipofanya kazi ya miradi 6 ile scoping, nika submit report kwao, wakasema hii ndio tulikuwa tunaitaka, fanyeni iliyobaki. Kwa hiyo kutoka milioni 200 na kitu ambao walikuwa wao waitumie, sisi tumetumia hakijafika milioni 10 kwa kufanya scoping studies. Kwa hiyo mimi ninachosema kuna sehemu lazima tuwe na maamuzi. Haya ndio maamuzi ninayowaambia, na ninataka miradi yote, swala la kufanya feasibility study, sijui kufanya nini, iwe ni in-house project kwa kutumia wataalamu wa ndani. Sijui tumeelewana jamani, mkurugenzi, nadhani tumeelewana. Hilo ni jambo langu la ngapi? Jambo langu la 3 nalozungumzia ni vifaa, equipment. Nataka hizi equipment zote ziwe mapped, zijulikane ziko wapi, itengenezwe kwenye Excel sheet, tupate list of all equipment zilikolala, halafu zile ambazo zinatakiwa kurudi zirudi Dodoma, tuzifanyie marekebisho, tujue gharama tunahitaji shilingi ngapi, equipment zetu zote zisimame, na tutatengeneza kwa kutumia wataalamu tulionao. Sijui tumeelewana jamani? Ikiwezekana we mtu wa mechanization, waite watu wa kama ni Kamatech, kama ni nani, wote mkae mtengeneze, na tutengeneze commercially kwa bei halisi. Sijui tumeelewana jamani? That is another thing. Another thing ambayo nataka, hekta 697,000 nataka zote ziwe mapped, zionekane kwa macho, zijulikane zinafanya nini, zina hali gani, zinazalisha nini, zina mapungufu gani, ili priority namba 1 iwe kuzifanya hizi hekta 697,000, hekta 697,000 ziwe at the optimal level. Unanielewa? Lakini zifanye kazi at the optimal level. Sawa? Unasema ziwe katika optimal level, kwamba kama irrigation scheme ya Lusu, natolea mfano kule ninakokujua, inafanya kazi, inahitaji milioni 40. Sawa? Wewe manager wa umwagiliaji wa mkoa, nenda kawaite wale wakulima pale, waulize swali, mnachangia shilingi ngapi ili na serikali tuwawekee hela. Umeelewa? Lakini na kwa sababu na ziara mwenyewe tutaenda, mkurugenzi. Sawa? Tutaenda wote. Umeelewa? Lakini shida ya wananchi wetu ni moja, lazima wawaamini kwamba tunapochanga hela yetu kweli itarudi kutuendeleza. This is a problem. Mimi waliniambia Pawaga, waliniambia Useni, sawa, tunachanga gunia 2. Hizi gunia 2 tunamkabidhi nani? Hawawataki hata viongozi wao wa ushirika pale. Nikawaambia niandalieni ghala, mnifungie, nitakuja kuzifungua mimi. Tumeelewana? Lakini kwa hiyo nataka hizi hekta 600 na kitu ziwe mapped. Sawa? Target ya kipindi cha miaka 5
kuongeza heka 600,000 sio sahihi. Mimi nawabadilishieni CAP. Ilani ya uchaguzi mmeisoma? Imetupa target ya mpya. Lengo kwa kipindi cha miaka 5 ni kujenga ni kufika strategic ya tume ilikuwa ni 1 million, lakini ilani ni 1.1. Mimi nataka tujiwekee lengo la 1 million hekta kwa kipindi cha miaka hii. Sawa? Na ninataka hizo hekta milioni 1 mpya tunazozitafakari ambazo tunataka kuziintroduce nipewe jina la eneo kwamba hapa tutajenga ekari 10, hapa tutajenga ekari 5, hapa tutajenga na itazalisha zao hili. Hizi 600,000 mkienda kuzievaluate, nataka nijue jina la scheme iko wapi, ina hali gani, inazalisha zao gani. Tuache haya majibu ya magadala kwamba sehemu kubwa ya umwagiliaji ni mchele, ni mpunga. Ndio majibu ya gadala tunayotoa. Unanielewa ndugu zangu? Na hili lazima liwe lina time frame. Mtaniambia lini? Hekta 697. Mkurugenzi, nilikufuadia kwenye WhatsApp. Sawa? Na wewe umesoma wala hukujibu. Schemes zilizoharibika maeneo ya Tanga. Si nimekuandikia? Au hii namba sio yako? Engineer Nicodemus Tume. Hizi umesoma? Na umesoma nionyeshe. Namba 0788 851 507. Na umezisoma. Na nikakwambia nani umpigie kule. Wewe umeifungua hukujibu. Nataka hizi skimu zote zitambulike. Skimu itambulike, ina shida gani, ina tatizo gani, ina perform kwa kiwango gani sasa hivi, na what is the corrective measures to be taken. Sawa? Na kama kuna costing ijulikane what is the cost to rectify that. In mfumo wa force account. Sawa jamani? Sawa. Skimu mpya za 1,000,000 nataka nipate jina la skimu, kijiji itakuwa na ukubwa gani na itazalisha zao gani. Sijui tumeelewana jamani? Itahudumia wakulima wangapi? Ili tunaposema tunataka 1,000,000 mpya tuzijue, ili hata tunapoziombea fedha unaziombea with, yani zinakuwa specific kabisa kwamba inajulikana ni hii. Tumeelewana jamani? Irrigation fund lazima ikusanywe. Lazima mmeanza mwezi wa 9, si ndio? Na mpaka sasa mmeshakusanya how much? Unaanza kwa kitambo. Sawa tu. Mheshimiwa Naibu Waziri, mpaka sasa jumla ya shilingi milioni 437 kwa kukodisha mitambo. Hii ni kutoka masomo tofauti. Mfano hii tu. Mfano kuna hiyo kwa shilingi mitambo. Kuna hiyo ya ICF huduma za umwagiliaji ambazo wakulima wanalipa. Wanalipaje? Hiyo kuna nani anayekusanya? Mheshimiwa Waziri, kwa sasa hivi kwenye irrigation tunakusanya tu ada ile 1,000,000 kwa mwaka. Basi Kutoka kwa wananchi. Kutoka kwa si ndio zile scheme zenyewe. Si ndio kwenye yani mfano Dakawa scheme pale. Wanalipa 100,000 ya umwagiliaji. Si ndio? Haya, ikiharibika who is repairing?
tunatakiwa kwenda kurekebisha sisi, lakini tulikuwa tujaanza kukusanya hizo recovery costs kwa ajili ya kufanya repair. Okay. Na modo na sheria inatutaka watukusanyeje? Tunataka tukusanye 25% katika 5% ambayo watakuwa wanatakiwa kutoa, ambao 75% inabaki kwao, 25% inakuja kwetu kwa ajili ya kufanya marekebisho katika 5%. Na who is the collection agent pale? Wenyewe. Sawa. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba irrigation fund should start and should be implemented. Kwa hiyo masuala ya kugazeti na kufanya nini, hiyo process iendelee. Sijui tumeelewana, na tuipush to make sure next financial year, kwa kuwa tutakuwa tumeshafanya mapping ya irrigation schemes zetu zote, tutakuwa tumeshatambua kila kitu, tutaweza kuproject how much we can collect kuingia kwenye mfuko. Sawa? Nyingine ambalo nataka mkurugenzi ufanye utaratibu sasa hivi wa mawasiliano na tutamwambia DCD, sawa? Na tumwambie katibu mkuu, ili katibu mkuu aongee na katibu mkuu mwenzie wa TAMISEMI, tufanye kikao kimoja, tume ya umwagiliaji, wakurugenzi wa halmashauri, sawa? Maafisa wanaoshughulika na umwagiliaji wa serikali za mitaa, ili tuwe na one vision na one direction. Ninaamini mtakapoenda kufanya mapping ya hizi hekta 600 na kitu, lazima mtazihusisha halmashauri husika. Mtakapoenda ku-identify maeneo ya miaka 5 tutakaojenga hekta 1,000,000, lazima mtahusisha nani? Halmashauri. Lakini sasa kuna challenge ya ardhi inakuwa only na wananchi, si ndio? Lakini anayeenda kuinvest ni serikali. This become investment ya public. Lakini owner ni nani? This is where we talk about public private partnership. Sawa jamani? Kwa hiyo tutakapoenda kufanya namna hii, lazima kuwe kuna to do lists. Lazima kuwe na makubaliano ya majukumu yetu sisi kama serikali na wajibu wa yule mtu anayemiliki ile ardhi pale kijijini. Sawa? Lakini yapo maeneo kama Bahi ambayo yalikuwa ya serikali, na serikali iliwekeza fedha kupitia IFAD, wakagaiwa wakulima wadogo, wakapangwa wakulima wadogo, wakaamua kuyauza yale maeneo kwa watu wengine. Sasa hivi unaweza kukuta eneo limeshamilikiwa na watu 3 4 toka the original. Umenielewa? Hili ni jambo ambalo lazima mwanze kulitafakari na kuyatambua maeneo ya namna hiyo, because these were government owned areas. Sawa jamani? Kwa hiyo lazima tuyatambue, ili hii public investment iliyoenda, jamani, lazima tufike mahali hela ya umma sio ya kutupa. Lazima kuwe kuna return on investment. Na ni vizuri jamani, nataka niwaambieni, mkienda kwenye halmashauri, kuna maeneo ambayo ni maeneo ya serikali, yanafaa kuwa maeneo ya umwagiliaji. Sawa? Kwenye hii 1 million area ni vizuri tukawapa priority namna hiyo. Ukienda leo mbuga ya Nyaua, ile pori lile ni mali ya mtu lile. Why not kwenda kufikiria kwamba tutajenga pale hekta kadhaa? Umenielewa? Lakini wananchi tutawaleta, tutawaambia bwana Hussein, wewe tunakupa eka 5, wewe tunakupa ngapi, wewe tunakupa ngapi, yana run kama block farm. Nataka mfikiri hivyo. Kwenye hizi hekta 1,000,000 tunazotaka twende kwa mfumo huo. Umenielewa? Lakini kuna maeneo ambayo ni quick win. Nyinyi mlioko mkoa wa Shinyanga na mlioko mkoa wa Tabora, jamani, kuna mfano Shinyanga ni ukame, lakini mvua ikinyesha maji ni ya kumwaga. Hebu niwaulizeni ile eneo la Mto Manonga. Jaika nimeongea nao, tunataka bwawa. Wakija Hewala, wasipokuja kwenye plani yenu, lile eneo la Manonga lazima mlifanyie kazi. Kwa sababu ile eneo la Manonga linahitaji bwawa tu.
linahitaji bwawa tu la kukapcha yale maji. Na wale wananchi, msidhani wale walivyowekewa vile vimifereji wanalipia. Mnajua hiyo? Yes. Mnajua wanalipa kiasi gani? 20% of their production. Kuna miradi mingine lazima mdesign kama miradi ya kibiashara. Mnanielewa lakini jamani? Lazima mdesign kama miradi ya nini? Biashara. Jingine agizo langu kwenu, nataka mkae na ASA na TARI. Ni aibu sisi katika nchi bado swala la uzalishaji wa mbegu linategemea kudra ya Mungu kwa mvua za kunyesha. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo mkae angalau eneo la umwagiliaji tutakalo develop katika kipindi cha miaka 5, basi angalau kati ya hizi hekta milioni 1 tunazozifikiria katika kipindi cha miaka 5, basi angalau 10% ya hii au 20% ya hii ihusiane na uzalishaji wa mbegu kwenye mashamba. Mfano nataka niwaulize. Mimi nimewapa ASA eneo Tabora kwenye bwawa la Kilimi. Sawa? Tumekubaliana watafanya kwa mfumo wa umwagiliaji. Lakini ASA ana mashamba ya kutosha tu. Hayana irrigation scheme. Sisi mkulima anaenda shamba na sisi ndio tunazalisha mbegu. Yaani na sisi ndio tunaenda shambani kumzalishia nini? Mbegu. Kwa hiyo mbegu ina machua wakati na yeye amesha msimu wa kilimo umefanya nini? Kwa hiyo tunaitegemea hii mbegu tutaiuza msimu, na always tunazalisha kidogo. Mahitaji yetu ya mbegu kwa ajili ya alizeti ni metric tons 1,000 hizi. Mnajua tunazalisha metric tons ngapi? Haifiki hata 1,000. Kwa hiyo kwenye design ya mradi mipango yenu hii document na waombeni sana ya 5-year plan. Mimi sitaki haya maelezo Mwalimu Nyerere alifanya hivi, sijui nani alifanyaga hivi na nini. Hayo tayari ni historia, hayanisaidii. Mimi nataka kuishi leo na kesho kutwa. Mmenielewa? Ili na sisi watu waje watusome historia. Sawa? Au require kutoka kwenu dokumenti ya plan ya miaka hii 5 ya hekta milioni 1, inionyeshe costing ya hizo hekta, modo ya financing tutakayotumia, tuta raise fund kutoka wapi, tutakopa, tutafanya nini na namna gani return on investment itapatikana. I need a proper commercial document ya miaka mingapi? Sijui tumeelewana jamani? Kwamba miaka 5 tutaongeza hekta milioni 1. Kati ya hizi hekta milioni 1, 10% au 20% ya hii tunataka twende kwenye mbegu. Kwa hiyo mkae na wenzeni, mtake advantage ya synergy, mshirikiane wa mbegu, mshirikiane na watu wa mbegu. Wapi mtatengeneza irrigation scheme, simple irrigation schemes jamani, za gharama nafuu. Namna gani mtaihusisha sekta binafsi? Hivi mfano mkiwakuta wakulima wanalima eneo, wanachohitaji ni miundombinu, ni watu binafsi, si ndio jamani? Mashamba si ya kwao. Mnakaa nao, mnawaonyesha value. Mkiwekeza hiki, mtapata hiki. We need to open up new avenues za irrigation. Maeneo yapo mengi sana. Na waomba sana tubadilike mindset, tubadilike namna gani tunafanya kazi zetu.
teamwork is the secret. Mimi siwajui sana, lakini najua mna migawanyiko. Huo ndio ukweli. Mmeshindwa kubuild a team. It's a very big problem. Kwa hiyo these are our to-do lists. Moja, cost structure ya miradi yote, nimeisema, naamini nimeandika. 2, feasibility studies hizi tuzifanye in-house ili ziondokane na haya macost, kwa sababu mtakaa mnasubiri hizi bilioni 2, bilioni 3, hii miradi 6 tu inaweza kujikuta inakaribia bilioni 10. Nielewa, lakini equipment zetu, mapping zote zifanyike, zinazotakiwa kuja zije, zinazotengenezewa kwenye vituo kule zitengenezewe. Mimi nataka nipate ripoti ya hii, sawa? Mapping ya hizi hekta 690 kitu zijulikane zote ziko wapi na zina hali gani na zinafanyaje kazi, sawa? A strategic plan ya 5 years ya kweli ambayo itatuonyesha what are the targets, ni eneo gani tutakalotengeneza hii miradi, gharama yake ni shilingi ngapi, namna gani tuta raise funds, nanielewa, lakini return on investment. Ingine ni irrigation fund, lazima lipa kodi bwana, ni jukumu lao. Lakini anasahau kwamba serikali imetumia bilioni 5, 10, 20 kutengeneza huo mradi. Huo mradi umeanza, mwenye jukumu la ku-maintain wewe ndio unaye benefit na ule mradi. Kwa hiyo wewe una wajibu wa ku-benefit, una wajibu wa ku-maintain. Jingine ni Pawaga. Haina maana yoyote mkiurudisha mtu alafu msiwatengenezee mazingira ya kulima. Kwa mimi Pawaga nataka iwe resolved yote. Na tukubaliane kwamba Pawaga ni mradi ambao utatusaidia sana katika kufanya mahusiano ya jamii inayolima na tume ya umwagiliaji kwenye kutengeneza mradi wa Pawaga. Na wale wananchi wako tayari sana kushiriki kwenye ule mradi. Issue is about trust. Leo inawezekana hata mradi wa dawa kawa pale ukiharibika, baada ya muda fulani tutakuja kuambiwa Wizara ya Kilimo, wale wananchi wa pale watasema njooni mrepair. Mnaenda kurepair. Lakini wao wamecontribute kiasi gani ku maintain? Ndio. Ni swala la kuwaelimisha na lazima tufanye kitu. Lakini na shauri jingine ni vizuri sana ku-encourage private sector kuanzisha commercial irrigation scheme projects ambazo zitakuwa za watu binafsi. Mmenielewa? Lakini wale walioko pale wanakodisha, inawezekana. Yaani ni lazima tutafute njia ya kuifanya private sector kuwa sehemu ya kudevelop miradi ya umwagiliaji. Nikuulize wewe Tabora, ule mradi wa Igunga pale Mwanzugu una hali gani? Mradi una hali nzuri, unaendelea vizuri. Kwa mwaka huu walilima pia kilimo cha kiangazi, lakini pia wale wakulima yale makusanyo wanakusanya vizuri, ila tu ni shida kwamba hawarejeshi kwetu ile asilimia ya kwetu inayotakiwa kutoka pale. Kwa hiyo na hawajajisajili kule. Kwa hiyo lazima hizi scheme zote zisajiliwe. Sisi tumeelewana jamani? Lazima.
na lazima mtafute njia ya kufanya kazi na wenzetu wa local government authority. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba kuandaliwa mkutano utakaohusisha Wizara ya Kilimo na TAMISEMI kwa maana ya wakurugenzi na maafisa umwagiliaji walioko katika halmashauri. Sawa? Jingine tutaunda task force kuweza kupitia kuangalia value for money ya miradi yote. Umeelewa lakini? Ili tuweze kujua the real cost ya huo mradi. Wewe wa Iringa, taarifa ya Tume ya Umwagiliaji katika skimu 3 za Magozi, Mlenge na Mkombozi inaonyesha mradi unahitaji bilioni 5 milioni 700 kwa ajili ya upembuzi yakinifu. Sawa jamani? Ni maripoti yenu haya mnayotuandaliaga. Haya, mfano skimu yote mifereji miwili, skimu ina jumla ya vitalu 3 venye ukubwa wa hekta, hapa wanasema kwamba hekta 7,000 na mifereji 3. Mifereji miwili kati ya hiyo inahitaji ujenzi ili iweze kuhudumia vitalu vyote 3. Ujenzi wa kila mfereji ni wastani wa kilomita 19. Nyinyi ndio mnajua the reality, hayo ni mataarifa yenu. Mmenielewa? Don't know how, Hiyo ni taarifa ya wilaya. Mnanielewa lakini Kwa hiyo these are the issues ambazo lazima tuzifanyie kazi. Kwa jamani, mimi ni na conclude kwa kusema kwamba lazima tume ya umwagiliaji ibadilike. Lazima tume ya umwagiliaji muwe cost effective. Lazima tume ya umwagiliaji muwe business oriented. Lazima tume ya umwagiliaji unapofanya maamuzi ya costing ya mradi, lazima ujiulize kwamba huu mradi ungekuwa wa nyumbani kwangu ningetumia hizi hela. Lazima tuanze kutumia in-house resources kwa ajili ya hizi feasibility study ninazotaka kuzifanya. Na lazima mjiulize, je, huu mradi unahitaji feasibility study ama tunahitaji kujenga moja kwa moja? Kwenye feasibility studies ndio tunafanya na design. Kwa hiyo mna uwezo wa kuja na miradi, mkafanya study ya design, mkamaliza, mkajua tunahitaji nondo ngapi, michanga ngapi, kokoto ngapi na nini, tukaenda moja kwa moja kwenye actual costing ya material ili tuende kwenye ujenzi wa hii miradi. Jamani, inakatisha tamaa. Unapokea document inakwambia feasibility study 5 billion. Hapo ukifumba macho hujajenga hata nusu mita ya mtaro wa umwagiliaji. Sasa kama hicho ambacho mmekifanya, hiyo mapping ulioifanya wewe kule ilihitaji milioni 200, lakini mmefanya wenyewe, mmetumia less than 10 million shilling. Jamani, hii inahitaji tena maagizo. Hii ni just a simple common sense. Haya, mnasema hela zinachelewa kuja kwa ajili ya miradi, si ndio? Zinachelewa kuja kwa ajili ya miradi. Jamani, let's take just theory za manyumbani. Chukulia tu hata una watoto. Chukulia unao, alafu kila mtoto ana shida yake. Na resource ni very scarce.
probably utaanza kudeal na mtoto mwenye shida kubwa, si ndio? Mtoto aggressive, si ndio? Mtoto best performer, usimvunje moyo, si ndio jamani? Ndio ukweli. Hebu tugeuke na sisi tuwe relevant, kwamba tunapoomba fedha za miradi, kama miradi imepitishwa kwenye budget, si ndio jamani, kwamba mwaka huu tutajenga miradi 7, sawa, na hazina wameshasema kwamba tutatoa fedha kutokana na certificate, si ndio jamani? Sio kwanza eti uletewe hela ndio ukaanze kufanya kazi. Tangazeni watu waanze kazi, si mmepewa approval ili mpeleke certificates. Lakini tuna equipment, tuna manpower, tuna everything. Kwa nini tusifanye wenyewe? Miradi ya umwagiliaji, mimi naamini it might be complex, lakini very simple. You need to know the source of water, flow of water. Rahisi. Lazima to establish partnership. Sawa? Fikirieni duniani ni nchi zipi zina commission zao za umwagiliaji zinafanya vizuri. Which countries should we build relationships? Teknolojia zipo nyingi, kuna mnaita drip irrigation. Ni kwa kiwango gani sisi tuna embrace drip irrigation kwenye mipango yetu? La mwisho jamani, hii miradi inayoletwa na wafadhili lazima iwe ni demand driven. Mnanisikia? Demand driven. Sio tu wao wanakaa kule wanapanga wanakuletea wewe mradi na wewe kwa sababu kuna per diem unakimbia nao. Mnakuta mnatumia hela nyingi sana kwenye hiyo miradi. Ndio hii miradi ambayo mnajenga ekari moja unatumia milioni 10 kutengeneza mfumo wa umwagiliaji. Huo mfumo wa umwagiliaji, kwani huo mche unaufungia na air condition? Lazima guys, na wasisitiza sana, kuna basic requirements. Nyinyi ndio mseme, mfano tukishatambua hizi hekta milioni 1 tunazotaka na tutakuwa tumeshajua ukubwa, tumeshajua costing na kila kitu, maana yake mfadhili yoyote anayekuja atatekeleza hiyo, sio anayotaka yeye. Mnanielewa? Lakini we must be proactive. Na mimi katika jambo nitakalowasaidia is to source fund outside, ndani ya hela za hazina. Lakini nataka nione hii hekta milioni 1 tunayotaka kudevelop itakuwa wapi, ukubwa gani, gharama yake ni kiasi gani, na itatuzalishia nini, na what will be the return on investment. Kwa hiyo now what is our deadline? Tuna item tulizopeana. Item namba 1 ilikuwa ni nini? Cost structure. Na kutokana na aina ya umwagiliaji tunaofanya. Haya, hiyo framework document au hiyo standardization document tunaipata lini? Kwanza inawezekana? Nauliza. Ninarudia. Naona wengine hawanijibu. Labda niseme hivi. Inawezekana, wanaosema inawezekana kufanya wanyoshe mkono.
Haya, kuna wengine wanasema haiwezekani. Ndio ambao hawajanyosha maana yake wanasema haiwezekani. Si ndio? Brother, wewe nini maoni yako? Mheshimiwa, naamini inawezekana. Isipokuwa mimi sio mhandisi wa umwagiliaji, nashindwa kutoa maoni kwa hakika zaidi. Narudia tena. Tunao uwezo wa kutambua gharama kwa sababu design za umwagiliaji zinajulikana, si ndio? Gharama za kutengeneza mradi wa umwagiliaji kwa ekari moja ni shilingi ngapi? Inawezekana. Na kama inawezekana, swali langu, by when tutaweza kupata hiyo document inayotuguide? Mheshimiwa, hii document tunaweza tukaipata kwa sababu system ziko nyingi kabla mwaka huu kuisha wa fedha, kwa sababu ziko shida umwagiliaji sio kama barabara unasema wana gravel road, yani wana surface drains na concrete basi, lakini sisi umwagiliaji tunakuwa na weir structure, una ya bwawa, una mfereji na difa. Sasa inabidi tupate mpaka mwisho wa mwaka huu wa 6 tunaweza kutengeneza. Sasa hizo systems mnazijua jamani? Hizo yani ziko tofauti. Kwa mfano kama ni bwawa inajulikana kabisa, si ndio? Yaani nimesikia maoni haya. Nani mwingine ana maoni? Nafikiri ni ngumu kidogo kuweka hizo standardization kwa sababu mfano kwa bwawa inategemea na profile. Kuna sehemu tuta ni refu zaidi, manake hapo zitahitajika gharama zaidi, lakini unakuta hekta zake zilizopo hapo ni kidogo. Kwa hiyo tukitaka kuhesabu kama bwawa labda linajengwa kwa gharama hizi, unaweza kukuta bwawa kubwa linamwagilia sehemu kidogo kulingana na catchment area ya eneo husika. Alafu nakuta bwawa ambalo ni la wastani linamwagilia eneo kubwa kulingana pia na downstream ulivyokaa. Kwa hiyo tukitaka kwenda kirahisi sana, tunaweza kujikuta tunafanya kitu ambacho sio sahihi. Lakini pia inategemea na profile ya nchi yenyewe unapotengeneza huo mradi. Zipo average ambazo si watakuwa tunatumia kama za World Bank, lakini ndio maana hata hapo kwenye presentation kuna variation fulani ambazo zina relate kwamba umwagiliaji ni tofauti na barabara. Okay, wengine? Mheshimiwa na waziri, nilikuwa naomba nishuhudia hapo. Ni kweli kama tunasema kitu alitangulia, miradi ya umwagiliaji ni very complex. Mimi nataka niangalie kwenye mfano mmoja. Kule Katavi kuna scheme ilifanyia design miaka ya nyuma, mwaka 2011, anaita Momapuli. Ile scheme kuna geotechnical survey tulifanya pale, tukagundua kwamba sababu sisi tunajenga sehemu ambayo iko stable. Kwa hiyo kuna mpaka kupata ile stable pan, unatakiwa kichimbi chini kama mita 7 hivi. Baada ya hapo, import udongo maalum uliochanganywa na simenti ili kutengeneze hard pan pale. Mpaka katika level pan ili kuanza kujenga structure. Sasa structure ya namna hii unaikuta. Ripoti hii imefanywa na chuo kikuu cha Cape Town cha South Africa. Ripoti hii imechukua teknolojia zote zinazotumika za umwagiliaji Afrika. Sawa. Na kuziestablishia cost na nature ya cost, different technologies, na wameelezea zaidi ya teknolojia 17 ambazo nchi za Afrika zinatumia. Hatuwezi kuwa na teknolojia inatoka sayari ya Mars sisi. Ni lazima technology either imetumika Tanzania au nje ya Tanzania au kwingine kote duniani. That's number one. Number two,
Hii ndio nasema uvivu tulionao civil servant. Ni hivi, sisi tuna historical facts za hekta 690 na ngapi ambazo zimetengenezwa kwa kutumia teknolojia tofauti. That is, unapofanya projection, component muhimu mojawapo ni historical nini? Facts. Au hizi hatukujenga hizi hekta 600. Hizi gharama mlizoniandikia mmezitoa wapi kwa jina la Roho Mtakatifu? Si ni the actual cost? Si ni teknolojia mbalimbali? Acheni kuwa mechanical. Kwa hiyo mna historical facts, si ndio jamani? Mnazo historical facts. Number 2, tumesema tunajiwekea lengo la hekta milioni hii, na nimewapa condition. Hizi hekta milioni 1 lazima zitambulike ni za wapi, lazima zitambulike ukubwa, lazima zitambulike zao, lazima zitambulike tutakachojenga tutatumia teknolojia gani, lazima zitambulike estimated cost. Mnashindwa kutengeneza standardization nini? Kwamba tukiwa na mradi wenye feature hizi gharama itarange kutoka hapa mpaka hapa. Nyinyi watu gani? Then you don't deserve to be here. Yani hamna qualification wala sifa ya kukaa kwenye hivi viti mlivyokalia. Maana yake mnataka tuishi kama walivyoishi babu zetu. Hii ripoti si ya kwenu mkurugenzi? Hii. Na hizi takwimu si za kwenu hizi? Hizi. Hizi takwimu si za kwenu? Kwa hiyo ninataka kuniambia hamna uwezo wa kutengeneza 5-year plan nyinyi? Mnatengenezaje kama hamwezi kuestablish estimated standard rates za hiyo miradi mtakayoifanya katika kipindi cha miaka 5? Na wauliza, tumekubaliana nini? 1, nimesema miradi yote yenye ukubwa wa hekta 697 itambuliwe, si ndio? Ikishatambuliwa, nyinyi si mna gharama mmeandika humu, au hizi ni hewa zote? Hapa si tumeestablish, nilikuwa napiga hesabu ya baadhi ya miradi kupata cost per unit, si ndio? Kila mradi una teknolojia yake. Halafu si tumekubaliana tunaweka lengo la hekta milioni 1. Mimi nimewapa hekta milioni 1. Moja ya shida tulionayo Wizara ya Kilimo ni always huwa tunajiwekea target ambazo tunakuwa kwenye comfort zone. Mimi jamani, tutasign performance agreement mimi na nyinyi. Na hiyo performance agreement tutakayosign, mtasign na mkurugenzi wa tume na management. Nitawapa target zenu na majukumu yenu, na nyinyi mtasema mimi niwasaidie nini. Tunashindwaje kuestablish standard rates estimate za hekta milioni 1 ambazo tutakuwa tumeshatambua ni wapi tunajenga, litakuwepo bwawa la muundo gani, tutatumia teknolojia gani? Tunashindwa, then hatuna qualification ya kukaa hapa. Nafikiri Mheshimiwa Naibu Waziri, samahani, labda swali likueleweka vizuri. Kwa mfano kwenye scoping studies tulichokuwa tunakifanya ndio hicho ninachokisema. Scoping studies ni miradi labda iko kwenye wilaya fulani, iko tofauti.
Kwa hiyo tunatakiwa tutengeneze rate ya kumodernize hekta moja kutokana na location yake itakuwa ni shilingi ngapi. Ndio maana tukapata range kwenye report yetu, kuna range ya $3,000 mpaka $6,000 kutokana na modernization, maana barabara, mashine za kuvuna, kila kitu tumefika kwenye rate hiyo. Kwa hiyo tulichokisema kwa hekta 1,000 maana yake inawezekana. Maana yake kama ni mradi wa Itagata tunakwenda, tutaupima Itagata, tutaangalia material ya Itagata yanatoka wapi kuelekea Itagata, watu gani watahusika, nini kitafanyika, tutakaa hapo na rate. Kwa hiyo kama ni wilaya hiyo kuna miradi 7, ni rahisi kabisa kusema katika miradi ya wilaya ya Nzega cost ya kudevelop hekta moja ina range kutoka shilingi 100 mpaka shilingi 500. Hiyo inawezekana. Sasa tumefanya sasa hivi. Sasa kwa nini mnasema hamwezi? Alaba swali alikuwa limeeleweka vizuri kwa sababu nilisema barabara. Au labda nilisema barabara na yenyewe jamani ni hivi. Hata kama unaijenga barabara ya Nzega mjini, ardhi yake inaweza isifanane na barabara ya Lindi Tandaimba. Sawa jamani? Ndio maana wana costing structure kwamba kuanzia this amount mpaka this amount. Gorofa linajulikana na watakwambia kwamba minimum it can be this one, maximum it can be this one. Tuendelea item ya pili nini tumesema? Nauliza swali. Feasibility study mnaweza kuwa mnafanya in-house wenyewe. Kwa hiyo tunaachana na approach ya miradi ya feasibility study ya billions of money. Si ndio tunakubaliana hapa jamani? Hata kama ni donor funded. Donor akija tunamwambia kwamba umetenga bilioni 10 ya feasibility study, sisi hapana. Mradi huu cost ya feasibility study yake itakuwa hii kwa sababu tutatoa watu wetu. Na mimi ningewashaurini hii miradi tutakayo design hii ya milioni 1. Mnaweza mkaplan kabisa kwamba mkaifanyia study yote. Mkawa mna jukumu limebaki hili la kutafuta construction cost. Umenielewa? Unakwenda kuuza wazo leo. Unaenda IFC au unaenda World Bank unataka hela. Naambia jamani nahitaji hela kwa mradi X na feasibility study nishafanya ni hii hapa, gharama zake ni hizi. Kwa hiyo hii tumekubaliana tutafanya wenyewe. Sawa? La tatu. Tumekubaliana nini kuhusu mitambo? Kwa listi na kujua changamoto zake zote kwa ujumla. Kwa hiyo nahisi tutatumia ndani ya siku 30 tutakuwa tumeshamaliza na tutasubmit kwa. Asante sana. Na kwamba tunairipea wenyewe. Sawa? Haya, la 4. Hekta 600 zifanyeje? Zizimwe na uhalisia upatikane na rasilimali na changamoto zake. Na tuzijue zina hali gani. Sawa? Jingine irrigation fund. Kwa hiyo mje na mkakati namna gani tunaikusanya. Sawa? Jingine tume mkutane muone namna gani mnashirikiana. Sawa? Kwa sababu hata mkiwa mna fund nyinyi, mkienda kujenga ekari 10 hasa mkamjengea za irrigation, si ndio? Ina add value kwenye sekta yetu ya kilimo. Kwa lazima muone namna gani you can work together. Sawa? Jingine ya miaka mingapi? 5. Sawa? Ambayo nahitaji nione costing kwamba lengo letu ni hekta milioni 1, ni ziko wapi, zitatugharimu shilingi ngapi, funding tutatoa wapi na namna gani tutaifanya hii kazi. Sisi tumeelewana? What else? Pawaga. Baba. Pawaga. Pawaga should be delivered.
Yaani kama wote mtahamia, mkurugenzi na watu wako wote, management mtaenda kukaa Pawaga. I want Pawaga to be delivered. Mtaniambia mnatoa wapi hela, si ndio? Si ndio swali la kwanza hilo? Hivi mnatumia miradi tungapi twa nusu mnafanya huku na huku huku na huku, mnatumia hela zenu mlizonazo? Sasa hizi Pawaga mnaihudumia kwa kutumia nini? Mheshimiwa Waziri, Pawaga tunaihudumia kwa kutumia IDF. Mwaka jana wa fedha tulikusanya milioni 308. Kwa tujapata kibali cha kuanza kutumia fedha. Kwa hiyo tuliomba kibali kwa katibu mkuu cha kutumia milioni 297 ilitupa ambacho kimeisha sasa hivi. Na tumetumia milioni 224 mpaka sasa. Sasa labda kama tutapata na mwaka huu wa fedha tumekusanya milioni 301 mpaka kwa hivi miezi 6. Lakini labda kama tutahitaji kupata kibali tena kwa ajili ya kufanya kazi ambayo tutafanya. Kwa hiyo muombe hicho kibali, tuongee na KM, sawa? Na mimi nitashiriki hicho kikao. Pawaga nataka ikamilike. Sawa? Sawa. Unajua ni vizuri mkajenga utamaduni. Fanyeni mradi mmoja ukamilike 100%. Alafu muhamie mradi kuliko hapa karobo, hapa kanusu, hapa karobo, haina value. Sawa jamani? Mheshimiwa Waziri, pia kuna hela zile ambazo zilikuwa zimebaki kwa mitangazo ya Dakar. Hata zaidi ya shilingi milioni 100 kwa ajili ya Pawaga. Sasa bado pia tutapata, lakini tuko in process of start. Kuna zile zitakwenda kule. Kwa hiyo nyinyi mimi nawaachieni jukumu la where to get funds. Sawa? Alafu mtakuja mtaniambia. Kama kuna anything you need me to help, I'll be ready. Sawa? Kitu gani kingine? Mkutano wa pamoja kati ya Wizara ya Kilimo na wakurugenzi wa halmashauri na nini. Sawa? Kwa hiyo nawashaurini huu mkutano tuufanye baada ya kuwa tumemap hizi ekari 600 na 600 na kitu. Ili kila mkurugenzi tumwambie sisi kama serikali tumewekeza kwenye halmashauri yako miradi hii. Mmenielewa? Sawa. Tunahitaji ushirikiano wa mambo tutakayokubaliana kwenye kikao. Sawa jamani? Kwa hiyo ili zoezi la mapping sidhani kama litatuchukua muda mrefu. Sidhani kwa sababu mpo mikoani. Kwa hiyo mpambane, mimi na ningependa sana kabla ya bunge la budget tu tumemaliza haya mambo yote. Na mjue bunge la budget linaanza mwezi wa 4. Sawa ndugu zangu? La mwisho ni la huyu mkandarasi ambaye mpaka sasa yuko 70% ngapi? What is the issue? Mheshimiwa Katibu Mkuu, nadhani wizara ndio, kwa sababu shida kubwa iko kwenye wizara, ndio inaweza kukupa majibu vizuri issue ya kwake. Lakini kwa moja ya general performance yake tu iko very slow, akilipwa akishaishiwa anasimama tena. Lakini kwa upande wa sasa kwenye fund huko wizara, kwa sababu basi naombeni mfuatilie kwa mtu anayehusika, hata kesho mnipe feedback. Sawa? Ili tuweze kukutana mimi na nyinyi na huyo mtu anayehusika na hiyo issue ya wizara. Nani? Sawa? Tuweze kujadili issue kidogo. Otherwise naomba nimalize kwa kuambia Tume ya Umwagiliaji ina uwezo mkubwa sana wa kuifanya Wizara ya Kilimo kuwa relevant kama nyinyi mtabadilika kwenye mindset zenu. Na resource namba 1 ni nyinyi wenyewe. Unanielewa ndugu zangu? That's a resource number. Lazima mbadilike the way mnafanya mambo yenu. Lazima mbadilike namna ambavyo mnashughulika na matatizo. Irrigation is business. Yaani yule mkulima anayefanya kilimo cha umwagiliaji
Nyinyi lazima mfike mahali mwe facilitator. Na I agree with you mlivyoanzisha hiyo consulting firm ndani, na kuwa na uwezo, mjenge uwezo mkubwa wa kuwa na equipment, uwezo mkubwa wa kufanya wenyewe shughuli zile za ujenzi. That's very important. Umeelewa? Lakini yani ni muhimu mno, lakini ni lazima tuwe relevant. Lazima tusimamie irrigation fund, lazima tuiweke into implementation. Lakini mkulima hawezi kukupa hiyo hela kama haoni wewe unamsaidia chochote. Why a farmer should give you that money? Hiyo 5% mkulima ana sababu gani ya kukupa wewe, wakati wewe hu add value yoyote kwake? Kwa mimi nawashaurini, ni lazima tume umwagiliaji muwe relevant. Mimi nawatolea mfano kule kwetu Nzega, because of advantage ya Mto Manonga, kuna kata inaitwa Nzega Ndogo. Kwa sababu mimi ni mbunge, wananchi wananiambia, mheshimiwa, tunakuomba mifuko 10 ya simenti. Nini? Tunatengeneza banio. Na mkienda guys, watu wetu vijijini, they are not stupid. Hawajaenda tu shule, hawavai suti, hawakai kwenye AC, hawaendeshi ma STL na ma SU na manini. But they know what they want. Unawakuta wenyewe wanachimba mtaro, sawa? Wanajiwekea mabanio yao, wanajua saa ngapi nani afunguliwe, maji yaende kwa nani, saa ngapi yaende kwa nani. Tukifanya kazi na hawa watu, tutatengeneza miradi ya bei rahisi mno. Nilikuona, sijui ni wewe kwenye TV, tuko katikati ya kampeni, mlikuja wilaya ya Nzega. Mlienda wapi? Nata. Pale walikuwa na shida gani? Pale eneo lilikuwa limebomolewa na mafuriko, ila tulikuta wenyewe wameitana na sungusungu, wakawa wamechangia kama milioni 6, kawapa maelekezo namna ya kujenga, wamejenga, na mwaka huu maji yanaenda kwenye shamba au usimamizi wao. Mliwapelekea hela kutoka tume ya umwagiliaji? Hapana. Why? Because they know the value. Kwa sababu wanajua thamani. Mimi naamini tumepeleka Kahama ya Nhalanga milioni 300 na kitu. Ile milioni 300 na kitu ingeenda pale kijijini, tukawaambia tuna milioni 300 na kitu, njooni tuujenge huu mradi. Leo mradi ule ungekuwa relevant. Lakini kwa sababu tumeenda na malantukuza na nini na hivi na hivi, tumejenga mradi ambao sio relevant. Mradi wa Iduduma unahitaji nini kufanya kuwa active? Unahitaji kutengenezewa mifereji pamoja na barabara ya kutoa mazao shambani. Na mmefanya estimate is how much? Unahitaji pia kuongeza maji kule bwawani, kwa hiyo unahitaji kureview ile design michoro kwa bwawa ili tuweze kuongeza maji. Kwa hiyo makadirio ya kwanza ambayo tulikuwa tumepangia kwenye budget kama milioni 100. Kwa sababu mimi nataka niwashauri, ukienda kwa wale wakulima ukiwaambia priority yao, watakwambia uende ukalifukue kwanza bwawa, ama watakwambia uanze ukazibe bwawa na uwatengenezee mifereji.